Mtazamaji wa Mloe Digital TV, ni katika chuo cha Mtakatifu Agustino ambapo kampeni za uongozi zikizidi kuendelea. Nipo na miongoni mwa wanafunzi wa chuo hiki cha Mtakatifu Agustino akieleza machache juu ya kampeni ambazo zinaendelea. Habari yako? Salama, kwema. Ni kwema. Pengine unaitwa nani? Mimi naitwa Isdor Songa, ni mwanafunzi wa sheria mwaka wa 3. Bila shaka wewe ni mzoefu wa kampeni kutoka miaka iliyopita na mwaka huu. Ni upi utofauti kati ya kampeni ambazo zinaendelea mwaka uliopita na mwaka huu? Tofauti ipo, lakini sio sana, kwa maana ya kusema kwamba mwaka huu kidogo sio kama miaka mingine, pamoja na kwamba wamejitahidi sana hizi dakika za jioni kuhakikisha kwamba zile kampeni na amsha zimezidi kupamba moto, lakini wakati wanaanza kidogo ilionekana ni kama vile wamepoa ukilinganisha na miaka mingine ile ya nyuma. Kidogo vijana walikuwa wanaonekana ni kama vile siasa ni kitu ambacho wanakichukulia kwa ukubwa sana ukilinganisha na huu mwaka. Okay. Lakini pia imezoeleka wagombea urais wanatoka katika kozi ya walimu na sheria, lakini mwaka huu ilikuwa tofauti kidogo. Mgombea urais mwingine ametokea katika kozi ya mass communication. Unalizungumzaje hili swala? Binafsi naweza nikasema miaka inabadilika, na kama miaka inabadilika kizazi pia kinabadilika. Kwa hivyo lolote linaweza likatokea kwa mwanafunzi anayetoka kozi yoyote, ukilinganisha na vile ambavyo ilionekana miaka iliyopita kwamba labda ni wanasheria peke yao au walimu peke yao wanaweza wakashika madaraka ya nafasi kubwa kama urais. Kwa naweza nikasema kwamba ni vile ambavyo vizazi vinabadilika na vijana wamejitokeza kuweza kuwania nafasi ya urais hapa Sauti. Okay, kama ambavyo umeeleza awali kwamba mgombea urais mwingine anatokea katika kozi ya sheria, na wewe umeeleza kwamba umetokea sheria mwaka wa 3. Ni yapi maoni yako, kwa sababu umeishi naye tangu first year mpaka sasa mwaka huu wa 3? Kwa huyu ambaye anatoka darasani kwangu naweza nikasema ana uzoefu mkubwa sana tangu amefika hapa. Alishawahi kushika madaraka kutoka kwenye uongozi wa nafikiri waziri wa michezo kama sikosei, alishawahi kuhudumu huko, na kwa hivyo naweza nikasema uzoefu wake ni mkubwa sana katika utendaji, na hivyo ningeweza kusema labda vijana wampe nafasi kwa sababu uwezo wake ni mkubwa sana katika masuala ya uongozi. Nadhani anaweza akawa na mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya chuo chetu. Pengine ungemtaja jina, ni nani huyo? Anaitwa Perus Leonardi. Mtazamaji wa Mloe Digital TV, kama ambavyo umesikia, huyu ni mmoja wa wanafunzi kutoka mwaka wa 3 akieleza haya machache juu ya mtazamo wake wa kampeni ambazo zinaendelea katika chuo hiki cha Mtakatifu Agustino. Asante kwa muda wako, karibu tena kwa wakati mwingine.